Mtazamaji, nikitumai kwamba ubuheri wa swiha popote pale ulipo, hujambo na karibu. Hii ni Kuzacha, awamu ikiwa ni ya mambo bayana. Mtazamaji, hii leo ikiwa tarehe 30, tukiwa tunaupa kisogo mwezi wa Januari, mtazamaji, mwaka ukiwa ni 2026. Bila shaka ndani ya mambo bayana tunakupa suluhu ya matatizo mengi katika jamii, na bila shaka kama unavyojua mtazamaji, rasilimali ya ardhi imekuwa kitu muhimu kwa wakazi wengi hapa nchini, lakini kwa wakazi wa pwani imekuwa changamoto kubwa kwa sababu wengi wamekuwa na ukosefu wa hati miliki ya ardhi wanazokalia, mtazamaji. Na bila shaka ndani ya studio hii leo tunaye mshauri wa masuala ya ardhi. Bila shaka ataenda kuchanganua suluhu ya matatizo haya, kwa nini wakazi wengi wa pwani wamekosa kupata hati miliki hizi kwa wakati. Mtazamaji, kumbuka unatupata moja kwa moja kupitia runinga yako ya KBC Channel 1, vile vile unatupata kupitia kurasa zetu za YouTube live at KBC Channel 1. Mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan. Usibanduke ulipo. Nichukue fursa hii kuweza kumkaribisha mgeni wetu. Karibu sana Elias Tuva kwa kufika mahali hapa, na shukran sana. Labda tukiendelea moja kwa moja, wakazi wengi wa pwani kulingana na kudurusu kwangu wamekuwa asilimia kubwa imekosa hati miliki za maeneo wanayokaa. Labda kitu gani haswa hupelekea tatizo hili na suluhu ni gani? Karibu. Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Elias Menza Tuva kutoka Kilifi, lakini naishi Mtwapa na nafanya kazi hapo. Elias Tuva ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya watoto 5 walioko pale Takaungu. Tatizo kubwa linalofanya wakazi wengi wanakosa hati miliki, kwanza kabisa kunazo suluhu nyingi. Kitu ya kwanza inakuwa ni ignorance. Yani huwa hawajali, hawatambui, yani hawashtuki. So kunazo njia mbadala ambazo Ministry of Lands imeweka ili za kila mtu aweze kumiliki hati yake miliki kwa wakati ufaao. Naam. Kwa mfano, mtu ambaye hana title kabisa, anaishi hapa, amekaa hapo miaka mingi kwenye shamba kubwa lakini hana title. Naam. Kitu ya kwanza ambao anafaa kufanya ni apate barua kutoka kwa chief. Naam. Barua ya chief inaelezea ni jinsi gani huyu mtu amekaa pale kwa miaka mingapi na ni kitu gani na miliki. Naam. Baada hapo anaenda kwa Ministry of Lands, pale ziko sectional. Kuna ingine ni adjudication, nyingine National Lands Commission. Hizo zote zinafanya kazi kwa pamoja. National Lands Commission inachukua data na information ambayo inakuhusu wewe mkaaji wa mahali fulani. Kwa mfano, umekaa mahali kwa muda mrefu, sasa wanakuja kuchukua history wakiambatanisha na barua iliyotoka kwa chief. Wakitoka hapo, ujumbe ule ule wanaochukua wanaambatanisha na barua itakayotoka kwa land adjudication. Wakifanya hivyo, sasa wakicombine watapata barua ambayo inaitwa kama allotment and offer letter. Sasa hiyo nitakuelezea baadaye, ama nitawaelezea baadaye. Wakisha kuchukua information yote, surveyor sasa anakuja, anachukua portion yako, ile measurement hiyo portion yako, anaenda kwa attach hiyo report ya survey. Sasa hiyo inachukuliwa, inapelekwa Nairobi kwa house pale Wing 7 kuna wanafanya kazi. So wanakutengenezea analysis, mwisho wa siku wanakutolea kitu kinaitwa offer letter. So offer letter ikija, italetwa hapo adjudication tena. Ikifika pale, sasa wewe ni wewe uende confirm kama imefika. Once ikifika, yule pale kwa office adjudication wanaandika kitu kinaitwa forwarding letter. Wanaandika forwarding letter, wana-attach na hizo offer letter zote wanazipeleka kwa registry. Hapa kwa registry ndio unapewa hati miliki yako. Sasa wengi huwa hawafanyi hivyo, huwa ni long process. Si kitu ya siku moja wala siku mbili. Elias, umetaja kuhusiana na ignorance. Umetaja kwamba wakazi wengi wa pwani wamekuwa labda hawalitilii maanani jambo hili la kufuatilia na kupata hati miliki zile. Umekuwa kwa muda hivi sasa katika nyanja hizo ama kazi hiyo. Unadhani kwa nini wakazi wengi wa pwani wamekuwa wakiliachilia ama kutolitia maanani jambo hili? Okay, wewe kwa hivi, kwa mfano babangu mimi amekuwa mzee mahali ambapo hakuna title. Naam. So mimi wasibodha kuuliza, siulizi kabisa kama vipi imekuaje. Mara nyingi kabisa ni elimu. Kitu kwanza ni elimu. Wengi wanaamini historia kuliko makaratasi. Anakuja kusema hapa paliziko babu yangu, hapa kulikuwa na mwembe mkubwa. Anadhani hiyo ni ushahidi tosha. Hiyo si ushahidi tosha. Hiyo ni baadhi ya ushahidi utakaoonyesha kwamba kweli wewe pale ni kwako. Lakini kama unafahamu, na pia elimu ni muhimu. Mimi nasema tu elimu. Watu wengi hawajasoma, wengi yani huko mashinani
bado. Sasa ni ile anakaa tu anaona vitu vinatendeka lakini haviko sawa. Anajiona yuko sawa alipo. Exactly. Lakini baada ya muda inakuwa ni changamoto. Inakuwa changamoto. Vile vile umetaja kwamba ni hatua ambayo inatumia muda mrefu kiasi kuweza kufuatilia. Na ukiangalia wakazi wengi haswa wa pwani wamekuwa na shida labda ya umaskini. Unadhani hili likoje? Na je, mtu ambaye ni maskini na hana hati miliki ile ya ardhi anafaa kuchukua hatua gani rahisi na muhimu kwake ili aweze kufanikiwa na kupata hati miliki ile? Sasa sababu ya umaskini ndio maana tukampata Elias Tuva. Kwa sababu kunao wengi wenye hawana pesa lakini wanahitaji service wapewe za kumiliki ardhi ama hati miliki. Ndio mimi sasa nikaja nikafungua kampuni ya kusaidia hawa watu. Niko pale Mtwapa. So kuna njia rahisi za kufanya hii kazi. Unatafuta mtu ambaye kidogo amebobea katika nyanja hizo, unamkabidhi kazi yako. Na kama hauna pesa, mara nyingi kuna kitu kinaitwa financing au maelewano. Kwa sababu hakuna venye kitu kinaweza kosa kufanyika hii Kenya palipo pesa ama pasipo pesa. Ni maelewano tu hayo yote. Kunao wengi ambao hawana hata one bob. Hivi watengeze kitu fulani hawana, lakini sawa nao pia mimi niko. Umetaja kwamba wewe labda na wenzako wengi ambao mnashirikiana kuweza kufanya swala hili kuwa rahisi mno. Umetaja kwamba ni pesa kidogo ama ni kitu ambacho hakihitaji labda hata shilingi kuweza kukianzisha. Labda je, huu unakuwa mkopo ambapo anaweza kulipa polepole ama inakuwa namna gani? Kwa sababu mtazamaji ambaye anatutizama labda hana title deed na anataka kuanza swala hili na anafanyaje? Okay, sasa unajua mtu kama ana shida unafaa kuinuka pale ulipo utafute msaada. Kwa sababu tukiamka tukisema tunaenda Malindi na hatujaoga, hatujavaa nguo, hatuendi Malindi. Kunazo njia nyingi za kutafuta msaada. Unaweza inuka wewe mwenyewe tayari, utoke kwenye huko uende pale Ministry of Lands. Upewe vile inavyofanyika. Uandikiwe tu. Lakini katika harakati za kuuliza utajua ni wapi kwa kuingia. So ni rahisi sana. Kinahitajika pale ni uwe mkazi, wewe ni Mkenya, uwe na kitambulisho cha Kenya. Sasa mwingine ni rahisi tu. Unaingia katika ofisi za serikali, unaanza na National Lands Commission, unakuja unachukua, unaleta kwa ground, wanachukua information ya pale, unaenda kwa adjudication, unaenda kuelezea pia, wanakutengenezea report, unachukua surveyor. Ijapokuwa hizo kazi zote zina gharama, si nyingi vile na si kidogo vile, kwa sababu kumtoa mtu kwa ofisi akufanyie kazi yako lazima ugharamike. Kuna gharama. Ijapokuwa pia serikali ya Kenya inapeana mashamba kwa njia ya settlement schemes. So kama utasubiria serikali yenyewe utakuja kupima ile mashamba na kupatia hati miliki. Ijapokuwa mwisho hayo mambo yote kuna kitu kinaitwa Settlement Funds Trustee. Watu wengi wao hawajui, lakini ukiniita tena kwa studio nitakuja kuelezea jinsi ya kutatua haya maneno. Naam, bila shaka. Umetaja kwa tukiachana na swala hili la hatua za kumiliki kwa ardhi na vile vile labda bei za rahisi ama urahisi kwa mkazi wa pwani kuweza kupata. Kuna hao ambao tayari wana hati miliki za ardhi. Lakini wakaishia kuja kutolewa ama kubomolewa ama kupokonywa ardhi zile na mabonyenye. Hii inakaaje? Na je, mtazamaji ambaye amepitia jambo hilo, je, anachukua hatua gani kuweza kujitetea na kuregesha ardhi yake kwake? Hilo ni swali gumu ambalo mpaka sasa limeleta vita Kenya mzima. Kwanza kabisa titles kwa aina mbili. Kuna freehold na kuna ile ya leasehold. So freehold ni another word ni absolute. Yani hiyo unaweza imiliki kwa maisha yako yote mpaka utakapoaga na watoto ama wajukuu nini utakaporithi. Sasa kuna kitu kinaitwa leasehold. Leasehold mara nyingi inaenda 99 years. So kwa mfano mtu amepewa title shamba yake tu vizuri kubwa, almost like 50 acres. Kwa sababu wale wazee wa zamani walishika mashamba vizuri, wana big chunk ya hizo mashamba. So amepewa title ya leasehold, ambayo leasehold iko karibu na barabara, iko karibu na beach. 99 years. Huyu mtu amefariki. Akifariki, kuna ya kwanza kabisa ile leasehold huwa ina expire after hiyo years. Sawa? Expire ile kitu haiko automated renewal. Unaenda kuirenew in person. So usipoenda ile shamba tayari inarudi katika county government ama national government, ni yao kisheria. So inafika wakati wanataka kuitumia, then wanakuja kuchukua shamba yao. Nyinyi mtasema tumekaa hapa miaka 50, tumekaa hapa miaka 100, tumekaa hapa muda wote. Kila nani wanakuja kuichukua? Serikali. Serikali, kwa sababu ile shamba ni yao. Haujaenda kurenew. Kwa sababu shamba zote imebakia bila mwenyeji. Exactly. Shamba zote za Kenya hazina
yani zote ni za bure. Unafanya kupewa, kuna some charges unaekewa ili ulipe kuonesha ownership. So kama nimelease ile shamba, kama mimi Kenya nimelease kwa mkazi wangu ama kwa Mkenya, sasa inabidi ile iki-expire ile period unafaa kuirenew. Usipo renew, county government ama national government unakuja kuchukua ile shamba yao. So ikifikia hatua hiyo ndio unapata watu wanatolewa. Kwa sababu gani? Waliignore kwenda kurenew. Ya pili ni pengine umeenda kujenga barabarani. Sasa Kenya ama serikali imetenga mahali maalum kwa kutengeneza infrastructures ama miundombinu zote. Sasa kama umeenda kujenga mahali kwenye kuna soko, unatarajia macho hapo. Which hizo haiwezi kuwa. Haiwezekani. Kitu kingine ambacho ni critical. Lakini bila shaka wale wanaoondolewa katika maeneo yale ambayo inatumika kutengeneza miundombinu ama vile vifaa ama majengo ya serikali wanapewa fidia. Ni kweli hiyo iko compensated na kulingana na article 40 of the Kenyan Constitution. Hiyo lazima mnalipa, lakini wengi wao wavumilii, wale wakazi wa huo mtaa wavumilii, wanakaa wanaanza kuleta vurugu, of which sasa inakuwa delayed. Ikiwa delayed, sasa wenye naumia na wale ambao hawana uwezo. Lakini kulingana na serikali kutoa mkazi mahali fulani mpaka kumpeleka mahali fulani wanalipwa. Kuna compensation wanafanyiwa. Hiyo ni maneno. Turudi katika wajane. Wajane wengi wamekuwa wakipokonywa ardhi kwa sababu labda waume zao wamefariki. Kwa yule mama ambaye yuko pale nyumbani ameweza kukaa labda mathalan miaka 20 na mumewe na watoto wake. Lakini hakufuatilia kama ulivyosema, ignorance, kwamba hakufuatilia na labda hata hajui hatimiliki namba, hajui ofisi zile za sahihi za kwenda kufuata. Je, mjane huyu ambaye tayari ameshafariki na labda watu waliomzidi akili wameweza labda kutransfer ile shamba kwao wenyewe, je, mjane kama huyu anasaidikaje? Anapata hatua gani ama ofisi zipi ili aweze kujitetea na kuweza kuhakikisha kwamba ile mali ama ile shamba ardhi inarudi kwake na watoto wake? Sawa, hilo swali tuligawanya mara mbili ili lieleweke zaidi. Kwanza kabisa, mjane ambaye amefiliwa na mume kwa muda usioeleweka, kwa mfano, mtu akiaga dunia huwa kama ana milki ardhi, wanafaa kufanya succession walio hai ili warithi ile mali. Wasipofanya hivyo, inamaanisha ile shamba itakuwa iko na deni. Kwa mfano, si mfano, hata ni kweli kabisa kwamba shamba ambayo hailipiwi rates kila mwaka huwa ina deni na accumulate. Ikifika muda wa zaidi ya miaka 12, kule kwa Ministry of Lands wanajua kumbe shamba iko vacant in possession. So that's why wanaekea mtu mwingine ambaye atalipa. Kwa sababu sidhani kama utakaa over 20 years kwa shamba ambayo huilipii, kwa sababu kuna rates, kuna pesa ambazo government ina generate tax. Kwa sababu zile shamba zote mmefanya kupewa, na kama umepewa kila mwaka unafaa kulipa rates na rents. Sawa, kuna rates na rents, hizo vitu vile tofauti. So mtu asipolipa ndio kunatokea ile kwamba serikali imekuja kuchukua shamba. Kwa sababu gani? Hujaonesha kwamba wewe ni miliki sahihi. Wewe ni miliki sahihi. So mtu akiaga, immediately wale walio hai wana take ile liability. Wanaenda kuangalia madeni ni yapi, tunafanyaje, wanafanya overview, wanachukua wale madeni, wanayalipa. Mathalan hapa Kilifi wanaenda katika ofisi gani kuhakikisha kwamba wanalipa madeni yale kwa wakati na wanaweza kufanya succession, hiyo hatua ya succession kuweza kumiliki tena baada ya kufiliwa? Sawa. Sasa Kilifi hapa Mtwapa, utuseme watu kwenye Mtwapa pale kuna ile soko la Mtwapa, county government unaenda pale unapeleka title, wanakuangalia ni deni ngapi, ni pesa ngapi zimefika, unazilipa kwa njia ya kuelewana, kwa sababu sidhani kama ni lazima ulipe hapo kwa hapo. Mnaelewana kama unalipa tu polepole paka, lakini mwaka usipite. Once ukilipa utapewa certificate of clearance. Ukipewa hiyo, then sasa unakuja kwa succession. Sasa mnakuja kukaa kama familia, mnataka kufanya nini, mnaelewana. Hapo ni kwa maelewano, kwa sababu succession inahitaji pande zote zielewane. Kwa mfano, baba alikuwa ameoa mabibi wawili na watoto, bibi huo na watoto 3, una watoto 2. Kisheria kabisa, haki ile shamba inapigwa pande mbili hivi. Bibi mkubwa, bibi mdogo. Haijalishi huwa na watoto wangapi na huwa na watoto. Na kama mmoja labda hajapata mtoto. Sasa ndio nimesema kwa maelewano sasa. Hiyo kitu kuelewana. Mzee sasa hajapata mtoto, acha tumpe tu robo eka, hii 3/4
itabaki kwa hao wenyewe, kwa sababu sidhani kama nusu eka utampa mtu mmoja alafu mko 6. Hiyo haitawaka, haitawezekana. Na umetaja kwamba ni maelewano na bila shaka tunasema pesa haijaslimu, ama mali haijaslimu. Watu wengi bila shaka wataenda kufanya kila mtu atavutia upande wake. Kwa hivyo watu hawajaelewana katika kikao kile cha familia. Kila mtu anataka ekari moja, huyu anataka ekari 2. Mwisho wa kwisha hawajaelewana. Je, hii inakaaje? Je, mnaanza labda kesi ile kotini kuweza kumruhusu jaji kuweza kuamua, ama hatua zinakuwa vipi? Kwa sababu familia nyingi hadi wengine wanapelekea kuuana, na vile vile wengine wanasema kwamba wanarogana kwa sababu ya shamba, na wengine hadi kutiwa vichaa. Je, hii inakaaje? Labda hatua sahihi kuweza kuhakikisha kwamba ile migogoro inatatuliwa kwa njia ifaayo. Onyo naweza toa kwa kila mtu ni kwamba usipeleke succession kotini kama mjelewana. Naam. Kwa sababu succession ni ngumu, inachukua muda na ni gharama. Naam. So once umepeleka succession, kwa mfano imefika mahali kwa grant imetoka, umeenda kufanya petition ya pili, umeconfirm grant, afu kutoke mtu aseme huyu alofariki ni babangu, ile process inasimama. Naam. Na ikibainika kweli huyu hajakuwa katika wale wa list ya watu ambao ni honors, ile grant inakuwa revoked. Naam. So ikiwa revoked unaanza afresh tena. So mimi naweza sema ni kwamba kazi ya chief mtaani ni administration. Administration unaweza andika majina ya watu waliofariki, watoto waliozaliwa, na pia kutatua kesi ndogo ndogo za kifamilia. Ikitokea kwa hali hiyo, chief ni ahusishwe, akuja tatue, kwa sababu sio kila mtu ana uwezo wa kuongea na wakaelewana. Wengine kuongea huko ndo kwao tayari wako sawa. Naam. Ukimsikiliza hivi hata moyo unatulia moyo. So kuna wengine hiyo ni amefanya ile uhaki na usawa. Yes, sasa anasema anakuja kuongea nao vizuri, wanaelewana, ndio wanaanza hiyo process, kwa sababu the moment ukianza succession na ikitokea kama kuna kitu hakiko sawa, hiyo inakuwa revoked, sababu sidhani kama koti inaweza ruhusu. Tusalie hapo. Je, dini ina nafasi gani? Dini ina nafasi gani katika urithi ule, na je inasikilizwa katika ofisi zile za mashamba? Kwa sababu kwa mfano dini ya Kiislamu inamruhusu kijana, mtoto kijana ama mvulana kuweza kupata labda pande kubwa zaidi kushinda mtoto wa kike, na vile vile labda mathalan dini ya Kikristo huenda labda ni tofauti. Je, ofisi zile za shamba, je zinazingatia dini ya mtu binafsi, ama inakuwa inazingatia nini katika ugawaji wa shamba ya mtu ambaye tayari ameshafariki? Sawa, unajua sheria ni sheria. Naam. Na dini ni dini. Wanasema sheria ni msumeno. Na dini ni dini. Sasa unajua dini ukiweka katika sheria kidogo inagongana. Kwa sababu katika katiba ya Kenya chapter 4 inasema kuhusu human rights. Kila mtoto ana haki sawa. Naam. Mbele ya mzazi. So hizi tabia za kuwa huyu mtoto wa kike hapaswi kupewa shamba, hiyo mimi kwa lands hakuna. Kwa hivyo sheria ikienda kule ofisini inakuwa inafuatiliwa kulingana na katiba kwa maelewano. Kama maelewana, kwa sababu petition ya pili ndio inaeleza ni kitu gani wewe utapata kama vile Fahima ulivyo. Naam. Ni kitu gani Tuva atapata kama vile Tuva alivyo. Kama tumeamua huyu mtu ana liabilities, wewe utabeba madeni ya baba, mimi nitabeba shamba ya baba. Hapo tunaelewana. Je, turudi tusalie hapo tukimalizia. Urithi, labda baba kabla hajafariki aandike labda andike kwamba hii will ili shamba lote nampatia Tuva, au wengine wote labda hawakunisikiza, hawakuwa watiifu, nampatia Tuva. Je, hii katika ofisi inachukuliwa vipi? Je, inakubalika? Succession iko mara mbili. Kuna tested na intestate. Naam. So tested inampatia mtu nafasi ya kuwa kama administrator, ashtaki mtu ama atoe watu waliko kwenye shamba. Naam. Intestate ni ile ambayo mwenye alifariki alikufa bila kuacha will. So kwa mfano ameacha will, hiyo inapita. Inakubaliwa. Hiyo inaenda. Hata akisema hii nampatia mke wangu ambaye sijazaa naye na ana watoto ambaye wamezaa kwa bibi wengine, je, bado inakubalika? Inaenda vitu vizuri. Hiyo ni will. Ina will inaheshimika sana. Bora tu iwe imefika kwa mwanasheria wake na imerekebishwa vizuri, imesainiwa vizuri kabisa, iko tu sawa. Na imepitishwa katika ofisi zinazohusika. Iko sawa.
hiyo inaenda tu. Changamoto nyingine Elias, kwa wakazi wa pwani ni kuuza mashamba yao ama rasilimali yao muhimu ya ardhi kwa bei duni zaidi kwa sababu ya shida hii ya umaskini. Wakazi wengi wamekuwa wakikata vipande vidogo vidogo ama ekari kubwa na kuuzia mabwenyenye ama wageni kutoka maeneo mbalimbali. Hili linakaaje, na labda utupe wasia kidogo, kwa sababu hili swala ni donda sugu hapa pwani. Mtu akiona leo hana chakula anaenda kuanza kupima shamba lake, anaanza kuuza, labda hii anakupa kwa shilingi 50,000 ili aweze kupata pesa leo na kesho. Mwisho wa kwisha anaishia bila ardhi na anakuwa hana makao. Okay, mara nyingi wanaofanya hivyo sana sana wani wazee ambao wamekosa elimu. Naam. Kwa sababu wakati kama umezaa watoto, unajua ukileta mtu duniani ni umsimamie mpaka ile wakati atakaposimamia mwenyewe. So ikitokea mahali kama huyu kijana wako hajaenda shule na au hujaenda shule alafu una shamba kubwa unauza, unamletea matatizo yule nini kijana. Naam. So inakuwa hivi. Kuuza shamba ni haki ya mtu. Lakini kuuza nako kusiuzi kwa sababu duka nywe pombe. Usifanye hivi. So kama una familia, naam, ni utambue hilo kama familia pia wana haki ya kupata chochote kitu kwa ile shamba yako. So ngumu ni swali. Kwa hivyo unawaambiaje vijana, kwa sababu umetaja kwamba ni wazee ambao wanauza mashamba bila kushirikisha, lakini kama mimi upande wangu katika kuangalia kwangu nimepata wengi ambao wamerithishwa mashamba na wazazi wao. Wengi unasema kitu ambacho nakipata bila kukitolea jasho kinakuwa labda hakina thamani kwako. Napata mimi nimerithishwa mali nyingi. Mtu anauza shamba leo ananunua gari, kesho gari anaiuza, ama anauza shamba leo anaoa mabibi wawili kwa sababu ile shamba hana uchungu nalo. Hii inakaaje kwa vijana wengi wa pwani wanaingia katika pombe na mihadarati kwa sababu wameachiwa vipande vya shamba ama ardhi kubwa? Kwa vijana ni rahisi kuielezea kwa sababu unaona kijana once ukitoka katika tumbo la mama yako, ukikua, ukija ukijitambua, unafaa kujua mambo kadhaa. Kwa mfano kujisimamia ni jukumu lako wewe mwenyewe tu. So nikiona kijana anauza shamba ya babake alipoa free, anauza hivi kiholela, kidogo mimi niko na maswali naye, niko na mashaka naye kwa sababu huku nje kuna ofisi nyingi sana nyingi ambazo zinasaidia watu. Naam. Kuna banks nyingi ambazo zinasaidia watu. Umerithishwa shamba na babako na mamako, umepewa shamba kubwa kabisa ekari 12. Kinachokufanya uuze shamba ni nini? Wakati sasa unaweza fungua account, vile pesa vidogo vidogo unapata, una save, una withdraw, una save, account ina grow. Ikigrow unachukua title yako unapeleka bank. Wanakupatia pesa kidogo, unajisimamia katika biashara zako. Naam. Shamba ile ambayo ulipewa unaweza kuja kumpa mtoto wako pia. Lakini huku umejisimamia, umefunga biashara zako. Kama vile mimi nilifanya tu. Naam. Hivyo. Sasa wewe ulirithishwa kipande kikubwa cha ardhi. Mimi na babangu tunaishi katika shamba ya babake. So bado yeye. Kwa hivyo baada ya hapa tukutafute uweze kutugawia na sisi kidogo. Exactly. So kiupande huo nikiona kijana yote anapewa shamba alafu anaitumia ndivyo sivyo, huwa anamhurumia sana kwa sababu wana kupata kipande cha ardhi Kenya leo, mahali pazuri unapotaka wewe, inahitaji kutoa jasho jingi sana. Umetaja hoja nzuri sana ya kuweza kutumia hati miliki ya ardhi kuweza kupata mikopo na vile vile inaweza kukusaidia kupata vitu vingi ukivipeleka mahali pafaapo. Bila shaka kama tulivyosema awali kwamba wakazi wengi hawana elimu hiyo. Unadhani serikali ina wajibu wa kuweza kuleta labda ufahamu kwa wakazi wa pwani, haswa katika idara ya ardhi ama wizara ya ardhi, kuhakikisha kwamba wakazi wengi wa pwani wanapata ufahamu wa kuhusiana kutunza rasilimali hii ya shamba na vile vile kutumia hati miliki zao kuweza kujifaidisha? Unadhani serikali ina nafasi gani? Mwanzo kabisa nimshukuru Rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Naam. Unajua kila kitu anachofanya kama akili haiko sharp hautamuelewa. Naam. Alileta issue na Nyota Fund. Ile Nyota Fund baada ya muda kidogo ile kitu itakuwa inasaidia watu kwa kupitia title deeds. Ni vile watu hawaelewi. Naam. So kuleta yale yote ni kwamba watu wako active. Wao wanakopa. Unajua ukikopa na kama records zako ni nzuri, hata bank pia wanaweza kukupatia nini? Pesa. So ile procedure yote ninio rais ameleta, ile project ameleta ni mzuri sana kwa vijana. Kwa sababu ukichukua pesa unalipa. Ukienda kufungua account wanaangalia records zako kwingine. So wakiangalia records zako unajua huyu mtu kumbe ni responsible.
So hizi vitu zote imeleta serikali, inatosha kabisa vijana kuamka. Na unadhani wanao elimu hiyo? Kwa sababu kuna wengi labda hawafuatilii vitu kama hivyo. Nadhani kuna nafasi ambayo serikali inafaa kucheza kuhakikisha kwamba wanatoa hiyo elimu kwa vijana wengi haswa ambao wako mashinani na wamerithishwa vipande vya ardhi bila ya ufahamu wote. So watu ambao wako karibu na vijana mashinani ni MCAs. Sasa wale watu wale viongozi wanafaa kuwa na mikutano kadha wa kadha kuwaelezea hawa vijana. Unajua sasa ukihamasisha, ukiambia vijana kuna Nyota Fund imefunguliwa, naombeni mjiunge, naombeni mkope na mlipe, si kukopa tu pekee, mlipe, sababu once ukichukua pesa usipoilipa unakuwa kwa CRB. CRB ni mbaya hata kuliko kifo. Sababu hakuna vile unaweza saidiwa. Hakuna. So hao MCAs hawa waache zile kazi zao wanazofanya zile zingine, wakuje wahamasishe vijana. Kwa sababu wengi kabisa hawana elimu. Si elimu ya shule, hawana elimu hii ya kuwa nitashika njia gani. Kuna kijana amekaa chini hajua ataanzia wapi. Kipande cha ardhi anacho, lakini akikitishwa vizuri chini, akielezewa kwamba unafaa kufanya hivi, fanya hivi na kiongozi. Unajua sasa vijana siku hizi wanaamini kiongozi kuliko hata mtu kawaida. Ndio maana hata kuna vijana wengine saa hizi, mzee akija ambaye hana pesa, akianza kumpatia ushauri wa kuhusu kupata pesa, hata mheshimu, hata mignore. Lakini kijana mwenzake hata akiwa mdogo, lakini ana pesa kumliko, atamsikiliza. Kwa sababu gani? Wanaamini pesa zina nguvu kuliko ushauri. Of which pesa haiko sawa na wisdom. Nasema money has nothing to do with wisdom. So tuangalie basi wale viongozi wakuje waelezee hawa vijana, wafanye mikutano kadha wa kadha, wasikae huko maofisi yao, wakuje wahamasishe. Hata kama pengine ni kuleta issue na bodaboda, leta watu wachangamke. Wakichangamka, niko sure bodaboda kama wana save vizuri, lazima utakuwa na account. Utasave nyumbani. So ukiwa na account, ile account peke yake tu itakusaidia vizuri. Kuna SACCOS nyingi sana, kuna banks nyingi sana, kuna hizo Nyota Fund ziko so many. So vijana ni wachangamke, na pia viongozi wakuje mashinani huko. Waelezee vijana vizuri. Bila shaka mtazamaji, ni mahojiano ya moja kwa moja na mshauri wa masuala ya ardhi hapa Pwani, Elias Tuva. Bila shaka ni gumzo zito na ni gumzo la kutoa manufaa makubwa kwa mtazamaji ambaye anatutizama. Labda unadhani rushwa ina nafasi gani katika umiliki wa ardhi? Kwa sababu kuna wengi ambao wanalalamika kwamba nilikuwa na ardhi nikapokonywa, nimefuatilia hatua, nimeambiwa nitoe rushwa ama nimeshindwa kutoa hongo mahali fulani. Unadhani kwamba rushwa inacheza nafasi gani? Na je, unadhani hili swala hili naweza kutatuliwa vipi ili kuhakikisha kwamba mkazi ambaye ana haki ya ardhi kuweza kupata ardhi yake kwa wakati ufaao na bila kunyanyaswa ama kudhulumiwa? Nitakuja pale kwa kupuuzia tu. Unajua process kama, unajua nitachanganya lugha. Process kama imeanza na wewe huwajibiki, na serikali inahitaji pesa ya kukulipia watu school fees, kwa sababu school fees ndio watu wa boarding wanapigwa nusu. Sasa ile nusu nafikiri natoka wapi? Ni kwa njia kama hizi. Shamba umepewa bure kabisa, ekari 12, bloki mzuri kabisa, iko barabarani pale mtu hapa. Halafu wewe haulipi rates for 12 good years. So mimi kama nitakunua shamba, nitaenda kwa Adjudication and National Lands Commission, angalia shamba gani iko vacant possession. Sawa? Ikiwa hivyo, kuna kitu kinaitwa adverse possession. Adverse possession ni ile kuomba shamba kwa serikali ikiwa mwenyeji hayupo kwa miaka inayozidi 12. Tuachane na swala hilo la kulipa rushwa ambao tayari umetuelezea mshauri wetu. Labda unadhani hakuna nafasi ya rushwa katika ofisi zetu za serikali? Kwa sababu unavyojaribu kusema nataka tulizamie kwa kina swala la rushwa, kwa sababu ni kweli rushwa inajulikana kwamba ni donda sugu nchi nzima. Je, unawashaurije ama je tunapata labda tunapata tofauti gani ama tunapata mafanikio gani kuhakikisha kwamba hii rushwa inatolewa katika ofisi zile za kulinda ardhi? Na je, unadhani iko ama haiko? Kwa sababu si swala ati la kulifumbia macho, ni swala ambalo lipo. Kwa sababu nakuona unajaribu kulikwepa swala hili. Na labda unadhani rushwa inafaa kuzingatiwa namna gani ama kutatuliwa vipi? Kwa sababu ni donda sugu hapa Pwani. Kwa wakazi wengi wamekuwa kinyanyaswa kwa muda sasa. Je, hii rushwa tunafaa kuifuatilia vipi? Hivi unafahamu wanayetoa rushwa ni sisi wenyewe. Ndio. Na tujaomba na mtu. Naam. Ni ile umeenda kwa ofisi ya serikali, unadhani wewe ni bora zaidi kushinda mwenzako, unaingia mbele. Naam. Kifika pale,
Huyu jamaa unayoenda kumuona kuna gari, kuna V8. So katika kichwa chako jamaa ni expensive. Anataka pesa. Unatoa pesa mwenyewe. Hakuitishi. So rushwa ni sisi wenyewe ndio advocate your story. Lakini kama utaenda hivyo mikono mitupu useme mimi sina, naomba munisaidie. Na je, mwenzako akija nayo akikushinda? Sasa shida ni sisi wenyewe. Sisi wenyewe mwanzo tuache hiyo story ya kupea pesa, kutoa pesa ama ni rushwa kwa wale ambao wako mbele zetu katika masuala ya ardhi. So ukinipa pesa nachukua. Siache pesa mimi. Tuva chukue pesa nifanyie, nachukua mimi. Je, wanaopokea pia wana nafasi ya kuweza kufanya rushwa iweze labda kutamatika? Hujasema ni rushwa, sasa nipa pesa ya mafuta mimi nachukua ni mafuta. Sasa kama ni yes rushwa. Sasa umenipa pesa na mafuta, utaweka kama rushwa. Lakini mimi pande wangu umenipa kwa sababu nimekupatia a good service. Imetimiliza vile uko unataka wewe mwenyewe. Kwa hivyo unajaribu kusema kwamba wakazi ama wapwani waache kutumia. Sisi wenyewe ndo tunapeana rushwa. Lakini hatulazimishwi. Mimi nimekuwa hapo kwa Ministry of Lands miaka mingi sana. Napita hapo. Sijui tu hata shilingi moja. Lakini ile upata askari kwa mlangoni, unaona kabisa huyu hata amekauka mdomo. Chukua 200 bro. Sasa kesho nikienda pale. Hata mbwa mwenyewe ukimpa chakula sana akikuona lazima anapigisha ile mkia. Kumekuwa na tatizo lingine la kwamba vijana hawa tuliowazungumzia hapo mwanzoni wanauza mashamba. Baada ya muda kidogo wakiona sasa mashamba yameisha, wanarudi kwa wale waliouzia ambao tayari wana hati miliki. Wanajaribu kuwavamia, kuwaua na kuwakimbiza. Ama hata kuwachomea nyumba zao. Hii inakaaje kwako? Mwanzo kabisa ukiuza shamba, watu wengi kwa hivi sasa kuna kitu kinaitwa consent. Kule Ministry of Lands kuna kitu kinaitwa consent. Before niuze shamba yangu mimi, na kama nina familia, nina ndugu, lazima wajue ninauza shamba. So usipoenda kwa consent, ile shamba ukiuza, hata baadaye ukija kuleta claim kama kuna consent, unasaregeshewa. Naam. Wengi wao wanauza hizi shamba kwa njia ya mdomo. Kitu nafaa niwaambie leo watu wengi. Chifu hahusiani na mambo na sale agreements. Naam. Ni wakili peke yake. So tukiuza kwa njia ya chifu, alafu tuende tu claim ile shamba. Unajua chifu ni serikali. So serikali ajishtaki mwenyewe. Hiyo sana kwa impossible. So inapita wakati fulani unakuja kutolewa kwa sababu hukufuata zile njia sawa. So pia kitu kingine ni kwamba ni tamaa tu za vijana. Unajua wengi wao hawako soba katika vichwa vyao. Wengine anaamka asubuhi ameng'ang'ania tumbo haeleweki. So anaona tu kila kitu ni vita na ni pesa. So kiupande huo sidhani kama unafaa kufanya hivyo. Tukimalizia nikiarifiwa kwamba muda umetupa kisogo. Kuna wale ambao labda hawana pesa nyingi, wanataka kununua ardhi bila ya hati miliki. Unapata hii ilitolewa na allotment, neno hilo linatumiwa sana. Na je, mtu ananunua kwa pesa duni sana, lakini baada ya mwisho wa kwisha anapokonywa ardhi hii inakaa vipi? Je, ni sawa kununua ardhi ambao haina hati miliki na labda baada ya muda unaweza kujisaidia kupata hati miliki, ama ukipokonywa inakaa vipi? Kwa kifupi tukimalizia. Pokonywe, kuna ile njia ambayo inaelezea tangu mwanzo kama unafaa kwenda kwa adjudication, National Lands Commission na registry vitu zote. So ukipewa allotment letter, nenda ufanye official search. Nenda kwa confirm ile shamba. Je, ni kweli huyu mtu alinipa hii shamba ni yake kweli? So iko pale adjudication, wana search kwa system kwa mtu fulani. Then after hapo sasa unaenda ukipewa portion yako, una involve surveyor tena. Wanakata portion yako, unaenda hapo kwa National Lands Commission, wanaipunguza ile portion ya ule mwingine kule. So pia unakuwa registered. Ile title zikitoka pia itoke na jina lako. Tukimalizia upokonywa ni kwamba watu wana ignore, hawafuatilii hizo process. Ukipewa unakaa na hiyo allotment letter, hakuna ufuatilii. So once ikija title inakuja na jina la yule original owner. Wapatie wasia vijana na wazee wa pwani kuhusu kutoa mashamba yao kiholela, kuyauza kwa bei nafuu. Tukimalizia vijana na wazee wa pwani wa huku Kenya nzima kwa jumla, shamba ni kitu muhimu sana. Wanasema ni fixed asset, kwa sababu wengi wenu unajua mmezaa watoto wasiopungua 3. So mkichukua shamba ukiuza kwa kihobela pia utakuja kuleta shida kwa watoto. So mimi naweza washauri kwamba wakati kama una shida, tembelea ofisi ambazo zitaweza kukusaidia kwa masuala ya pesa ama hata pia kwa masuala ya mashamba. Karibuni sana nyote. Na vijana pia
msikuwe na tamaa nyingi sana za kuhusia mashamba. Unajua sasa kama kitu hujakitolea jasho, usiwe na tamaa nyingi. Fanyeni, tafuteni zenu kwa bidii na pia inawezekana. Naam, shukran sana Elias Tuva kwa wakati wako na vile vile kutupa ushauri wenye uzito zaidi hapa Pwani, kwa sababu ni swala ambalo limekuwa likiwasumbua wakazi wa Pwani kwa miaka na mikaka hivi sasa. Mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakibali kuwa na mwisho, na bila shaka umeweza kusikia na masikio yako kuhusiana na masuala haya ya shamba, hatua ni zipi na vile vile jinsi ya kutatua changamoto za kukosa hati miliki zile za ardhi. Bila shaka kama umeweza kusikia utaweza kulifanyia kazi, na kwa wale vijana ambao wanauza mashamba yao kiholela, hakikisheni kwamba mnalinda rasilimali hii kwa kesho ama kwa vizazi vijavyo. Mtazamaji, kumbuka shamba ama rasilimali ya ardhi ni kama halua, haina makombo. Mtazamaji, bila shaka mimi nafahamika kama Fahima Ramadhan na kutakia utazamaji mwema hadi wakati mwingine. Kwa heri mtazamaji.